haki ya kujilinda. Haki hii ya kujilinda au haki ya kulinda mtu au ya kulinda mali inapatikana kwenye kanuni ya adhabu kifungu cha 18 cha sheria ya hii kwa maarufu anaita Penal Code. Ni kanuni ya adhabu. Utaipata hii haki ya kujilinda. Ni moja ya utetezi ambao unaweza kujitetea kwenye kesi yako ya jinai. Utajiteteaje sasa? Ungana na mimi. Kwa kifungu cha 18 cha sheria hii ya kanuni ya adhabu almaarufu ni Penal Code inasema kwamba kwa mujibu wa masharti ambayo yamewekwa kwenye kifungu cha 18 capital A, mtu hatawajibika kijinai kwa kitendo kilichofanywa katika utekelezaji wa haki ya kujilinda au kumtetea mwingine au kutetea mali kwa mujibu wa masharti ya kanuni hii. Sio mimi, ni sheria. Sheria gani? Ni kanuni ya adhabu au ni Penal Code kwa kimombo wanapenda kusema hivyo. Ndio imesema hivyo kwamba huyu mtu hatowajibika kijinai kwa masharti ya kifungu gani? Kifungu cha 18 capital A. Hatowajibika kwa kitendo chochote cha jinai kilichofanywa katika utekelezaji wa haki ya kujilinda. Yaani kosa limetokea au unafanyiwa kosa, inawezekana labda kama unabakwa au unakabwa au unaibiwa, sio, unaelewa, mali yako. Sasa katika kuibiwa au kufanyiwa kitendo hiko, kosa ambalo tendeka, sasa ukajitetea mwenyewe, unaelewa, kuepukana na ile kosa kutokea, yani kosa ambalo unafanyiwa kutokea au lisikamilike, ukajilinda au ukamlinda mwingine akiwa anafanyiwa kitendo hiko cha kijinai, au ukalinda mali yako ila isichukuliwe, isiibiwe, au ukalinda mali ya mtu mwingine isichukuliwe, isiibiwe. Hapo hutowajibika kwa kosa la jinai. Hapo hutowajibika kwa kosa la jinai. So mimi, ni sheria kama nilivyosema awali. Usinisingizie. So mimi, ni sheria. Ni sheria imesema. Kwa kujua sheria inakusaidia wewe kufanikiwa kujitetea na haki hii ya kujilinda au kumlinda mtu mwingine au kulinda mali yako au kulinda mali ya mtu mwingine. Unailindaje sasa hiyo mali? Paka inatokea hii utetezi. Ina maana wewe wakati unalinda au unajilinda au unamlinda mtu mwingine ukasababisha au ukatenda kosa la jinai. Sijui umenipata hapa? Ukatenda kosa la jinai. Kwa haki hii ndo inakuja ili uweze kujitetea na kusalimika kwenye kosa hilo la jinai au kukutwa hatia ya jinai au kushtakiwa na kosa hilo la jinai ambalo umenifanya. Mfano, umekuja kukabwa, kibaka amekuja na kukaba. Hata katika kujitetea au kujilinda ukaweza kumzuia asikukabe na ukamsababishia madhara, aidha ukampiga au ukamjeruhi. Kwa kujeruhi, kumpiga mtu ni kosa la jinai. Unaweza ukashtakiwa kwa kosa hilo la jinai. Sasa wewe unajiteteaje? Unakuja unajitetea na hii haki ya kujilinda, kwamba wakati ananifanyia kosa la jinai, ananikaba, aniibie, mimi nikajitetea, nikajilinda kwa kumzuia na kumpiga ili asiweze kufanyisha kitendo hiko. Sawa, nimetenda kosa la jinai, lakini nilikuwa kwa ajili ya kujilinda. Kwa hapo moja kwa moja utowajibika na kosa la jinai. Hiyo ni kifungu gani? Ni kifungu cha 18 cha hii kanuni ya adhabu au Penal Code. Ndio inavyosema au ndio inavyokwambia, inavyokueleza. Kama tulivyoanza tulisema kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 18 capital A. Kifungu cha 18 capital A kinasema nini? Tuna moja kwa moja kwenye kifungu cha 18 capital A ambapo sasa inaelezea kwa undani haki ya kujilinda. Ili uweze kujitetea na utetezi, inakuelezea sasa na inatoa masharti ya haki ya kujilinda au haki ya kulinda mwenzio au haki ya kulinda mali yako au haki ya kulinda mali ya mtu. Kifungu cha 18 capital A inasema hivi: kwa mujibu wa masharti ya kanuni hii, kila mtu ana haki. Kwa mujibu wa masharti ya kanuni hii, kila mtu ana haki. Kifungu cha 18 capital A kifungu kidogo cha kwanza paragraph A au A inasema hivi: kujilinda mwenyewe. Unaona? Kuna haki ya kujilinda mwenyewe au
mtu mwingine yoyote dhidi ya kitendo chochote kisicho halali au shambulio au vurugu kwa mwili. Kwa hiyo inakupa haki kwamba una haki ya kujilinda mwenyewe au kumlinda mtu mwingine dhidi ya kitendo chochote ambacho sicho halali, yani kitendo ambacho kinafanyika ni kinyume cha sheria. Kwa wewe una haki ya kumlinda huyo mtu au kujilinda mwenyewe. Unaelewa? Au shambulio. Maana shambulio la kimwili, maana yake wanakushambulia. Unaelewa? Au vurugu ambazo zinaenda kusababisha majeraha katika mwili wako. Kwa una haki hiyo ya kujilinda au ya kumlinda mwingine, ili iko kitendo ambacho sicho halali kisitokee. Hiyo ni kifungu cha 18 capital A kifungu kidogo cha kwanza paragrafu paragrafu B inasemaje? Paragrafu B inasema kila mtu pia ana haki gani? Kutetea mali yake mwenyewe au mali yoyote iliyo na umiliki wake halali, ulinzi au chini ya uangalizi wake, au mali ya mtu mwingine yoyote dhidi ya kitendo chochote kisicho halali cha kukamatwa au uharibifu wa vurugu. Sijui umenipata hapo? Kwa maana yake sasa una haki pia nyingine ya kutetea mali yako mwenyewe au mali yoyote iliyo katika umiliki wake, kwamba hii mali unajua inamilikiwa na mtu fulani, hii mali ya mtu fulani, unaona inawezekana kama imeibiwa au inaharibiwa. Unaelewa? Kwa hiyo wewe una haki ya kuitetea hiyo mali, au pia inawezekana hiyo mali iko chini ya ulinzi wako, sio ya kwako, lakini iko chini ya ulinzi wako. Sasa unaona ile mali inaharibiwa au inaibiwa, kwa hiyo una haki ya kuilinda ile mali. Au mali ya mtu mwingine, wewe unaona mali pale inaharibiwa ya mtu mwingine, sio ya kwako. Maana yake sasa hata wewe pia una haki hiyo ya kuilinda ile mali isiharibiwe au isiibiwe ya mtu mwingine yoyote, kwa sababu hiyo mali akati inafanyiwa iko kitendo, ilikuwa inafanyiwa kitendo ambacho sicho halali, kama hiyo kuibiwa au kuharibiwa. Kwa maana yake wewe una haki ya kuilinda hiyo mali ya mtu mwingine yoyote. Sasa tumetoka kwenye kifungu cha 18 capital A kifungu kidogo cha kwanza, tunaenda kwenye kifungu kidogo cha pili cha kifungu cha 18 capital A kifungu kidogo cha pili. Kinasemaje? Hata kifungu cha 18 hii capital A kifungu kidogo cha pili kinasema, katika kifungu hiki kipi cha 18 kinasema maana ya neno mali ya mtu mwingine yoyote. Tunataka kuzungumzia pale maana ya neno mali ya mtu mwingine yoyote ambayo unapaswa kuilinda au unaweza ukailinda isiharibiwe, isiibiwe au isifanywe kitendo chochote ambacho sicho halali. Inajumuisha, kwa hiyo mali ya mtu yoyote inajumuisha pia mali inayomilikiwa na serikali au shirika la umma, mali inayomilikiwa na serikali au shirika la umma, au mradi au mali yoyote inayomilikiwa kwa pamoja na wanachama wa umma kama chama cha ushirika au kijiji, iwe kundi hicho kimesajiliwa au hakijasajiliwa chini ya sheria za serikali ya mitaa, mamlaka ya wilaya au la. Sio umeona hapo? Kwa mali yoyote inajumuisha mali ya serikali, mali isiyo ya serikali, mali ya shirika, mali ya mradi, au mali yoyote inayomilikiwa kwa pamoja na wanachama wa umma kama chama, ushirika au kijiji, iwe kundi hicho kimesajiliwa au kijasajiliwa. Kwa hiyo ni mali yoyote ambayo wewe ukiona inaharibiwa au inaibiwa, unapaswa kuilinda mali hiyo kutokana na hii kifungu cha pili cha 18A kifungu kidogo cha pili ambacho kimeelezea mali ya mtu mwingine yoyote. Maana yake inajumuisha, yaani ukiachana mali ya mtu mwingine inawezekana mali yako na pia mali zingine kama hizi sasa ambayo imejumuisha. So unajua tu mali ya fulani ndio ilinde, ile mali ya serikali utakiwa kuilinda? Hapana, inajumuisha hiyo pia mali ya serikali, mali yote. Ukiwa inaharibiwa unaruhusiwa kwenda kuilinda isiharibiwe au isiibiwe.